Asante kwa kuendelea kusalia nasi. Ni wasaa habari za michezo na burudani. Bado niko hapa Eden Bahati. Tuanze na habari za michezo kitaifa. Msimu mpya wa soka Tanzania bara kwa mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuanza kutimua vumbi kesho kwa mchezo wa ngao ya jamii utakaokutanisha vigogo wawili wa soka la Tanzania, Yanga na Simba. Mchezo utakaopigwa uwanja wa New Aman Complex visiwani Zanzibar. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Juma Mohamed. Mchezo huo wa ngao ya jamii unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 2:15 usiku katika uwanja wa New Aman Complex, ambapo kuelekea mchezo huo makocha na wachezaji wa timu zote mbili wameeleza kukamilika kwa maandalizi yake. This is the first time I'm involved in this derby. Maandalizi yetu yanakwenda vizuri, ingawa hatukupata muda mrefu wa kujiandaa kwa sababu timu zote mbili zilikuwa na michezo mwishoni mwa wiki. Pia hatukupata muda wa kutosha wa maandalizi wakati wa kipindi cha kabla na kuanza kwa msimu. Hata hivyo, naamini hali hiyo ni sawa pia kwa Simba. Kwa hiyo itakuwa jambo la kuvutia kuona namna timu zote mbili zitakavyocheza. Nina imani kubwa na timu yangu. Tuna kikosi chenye uwezo wa kucheza soka zuri na la kuvutia. Mipango yetu ni kushinda katika mchezo wa kesho, na ni mechi ambayo tunahitaji kufanya hivyo ili safari yetu nyingine ya kuanza kwa ligi kwa msimu huu. Na bahati tunaanza na mchezo wa kombe, na litakuwa jambo zuri. Na unajua, kucheza mchezo kama huu lazima ucheze kwa tahadhari zote. Hivyo tumejiandaa, lakini tutapambana kuhakikisha tunapata matokeo mazuri kesho. We have a big desire to win. Maandalizi yamefanyika vizuri na sisi kama wachezaji tupo tayari kwa ajili ya kuanza msimu, na ukizingatia kwamba ngao ya jamii ni sisi ambao tunaishikilia. Kwa hiyo huu ni msimu mpya na tupo tayari kwa ajili ya kutetea ngao yetu. Tunamshukuru Mungu kwa katika hali nzuri, na mchezo wa kesho ni mchezo mgumu na ni mchezo pia muhimu kwetu sisi. Tunahitaji matokeo. Kwa hiyo imani timu itakuwa imejiandaa vizuri, naweza kupata matokeo. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamed kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kilolo Estomin Kiando amezindua rasmi mbio za Kitonga Marathon, akieleza kuwa tukio hilo ni sehemu ya juhudi za kutumia michezo kama kichocheo cha kukuza utalii, hususan utalii wa asili, pamoja na kuchochea shughuli za kiuchumi wilayani humo na taifa kwa ujumla. Mbio hizo zinalenga kuunganisha michezo na vivutio vya utalii vilivyopo wilaya ya Kilolo. Huyu hapa Clement Sanga ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mbio hizo, mkuu wa wilaya ya Kilolo Estomin Kiando aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Iringa amesema kuongezeka kwa matukio ya kimichezo kama vile Kitonga Marathon kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza Kilolo kama eneo la utalii wa michezo ya asili, kuongeza idadi ya wageni pamoja na kufungua fursa za ajira, biashara na huduma mbalimbali kwa wananchi, hatua inayotarajiwa kwa kiasi kikubwa kuchangia ukuaji wa uchumi wa wilaya hiyo na taifa kwa ujumla. Mlima Kitonga unaendelea kujulikana kama sehemu muhimu ya barabara kuu inayotuunganisha sisi watu wa kusini nyanda za juu wa Tanzania. Hivyo leo wilaya ya Kilolo inatuonesha Kitonga inaweza kuwa zaidi ya njia ya kupita, inaweza kuwa kivutio cha utalii wa michezo, utalii wa asili, kitovu cha fursa za uwekezaji. Hili ni jambo la kupongezwa sana. Hongereni sana wana Kilolo. Hongereni sana. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo Siwema Humud Juma amesema juhudi hizo zinalenga kuigeuza Kilolo kuwa kitovu cha utalii. Tunataka Kilolo iwe kitovu cha utalii wa asili na utalii wa michezo. Kupitia Kitonga Marathon tunaanzisha rasmi utalii wa hiking katika mlima Kitonga, tukifungua fursa kwa Watanzania na wageni wote kutoka mataifa mbalimbali kufurahia mandhari nzuri na ya kipekee, mazingira ya asili na vivutio vya mlima Kitonga. Na sisi tunajitahidi kuboresha pale tutakapoweza ili tuifanye Kilolo mpya. Kila mtu anapoizungumza Kilolo aizungumze kwa umuhimu na fursa ambazo zipo.
lakini mniruhusu, sio kwa maana ya kuwachosha. Kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo, mimi ni mshambuliaji jezi nambari 14 mgongoni, Clement Sanga, Channel 10. Asante mshambuliaji jezi nambari 14 Clement Sanga kwa taarifa hiyo. Watanzania wameaswa kujitokeza kucheza mchezo wa mini football ambao ni mchezo mpya kutokana na fursa kubwa zilizopo kupitia mchezo huo kwa wachezaji wanaoshiriki na makocha ili kuifanya Tanzania kushiriki mashindano mbalimbali ya michezo katika anga la kimataifa. Wito huo umetolewa na viongozi wa TMFA wakati walipotembelea ofisi za Baraza la Michezo la Taifa BMT ili kujadili na kuweka mipango ya namna gani ya kukuza mchezo ambao unatarajiwa kutoa fursa kubwa kwa Watanzania wenye vipaji. Kuwasihi na kuwaomba vijana wote mujaribu kutafuta na kujua mchezo wa mini football na kuuelewa vizuri. Ni mchezo mzuri ambao una tija kubwa sana kwa taifa. Tunategemea kufungua vyama na branches tofauti nchi nzima, na pia tunaanza na bonanza moja Dar es Salaam, lakini kampeni ni kwa nchi nzima. Tumewaita viongozi wa mini football kwa ajili ya kukaa nao chini na kupanga nao mipango ya pamoja, kupeana mawazo chanya ni namna gani wataweza kuendeleza mchezo huu ili Watanzania wengi waweze kufahamu na kushiriki pia kucheza, kwa sababu ni moja mchezo ambao kwanza hauhitaji idadi kubwa ya wachezaji, hauhitaji eneo kubwa la kucheza, hauhitaji vifaa vingi sana, yani uendeshaji wake ni ambao hauhitaji gharama kubwa. Naomba sana ufuatilie. Tutakuja kuonyesha zaidi na mashindano, nafikiri mheshimiwa kashawaeleza tayari. Tutakuja kueleza. Kwa hiyo naomba sana mjitokeze jamani, ufuatilie mpira wetu, mpira mzuri sana. Chama cha mabondia wa ngumi za kulipwa Tanzania TPBA kwa kushirikiana na TPBRC pamoja na BMT wakutana kufanya tathmini la pambano la bondia la Boxing Derby lililofanyika Julai 24 mwaka huu, ambapo pambano kuu liliwakutanisha Juma Choki na Tony Rashid, ambapo bondia Juma Choki aliibuka na ushindi wa point, jambo ambalo liliibua sintofahamu kwa kile kilichodaiwa kuwa kulikuwa na upendeleo. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa TPBA Kisua Mwabaka Hassan anayejulikana kama bondia msomi amesema amekutana kwa lengo la kupitia na kufanya tathmini ya pambano hilo na kuweka wazi hatua waliofikia mpaka hivi sasa. Ile mechi itaangaliwa, kama kumetokea tatizo lolote huenda mechi isibadilishwe, lakini wakachukuliwa hatua majaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo TPBRC, na TPBRC wako makini sana kwa kuendea hao maswala, lakini tu watu waelewe kitu kimoja, kama tutatoa nafasi ya kila mechi kilitokea matatizo tunai-cancel, tunabadilisha matokeo, itakuwa ni shida sana. Na kama katibu alivyowahi kuzungumza siku moja kwamba hauwezi kukaa tu ofisini unakula karanga alafu unabadilisha matokeo ya mtu ambaye ametoka jasho raundi 10. Kwa hiyo ile mechi itaangaliwa, ikishaangaliwa kama kutatokea kwamba kuna sintofahamu yoyote au kuna ujanja wote ambao umetokea, huenda ikatokea adhabu kwa majaji. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri katika anga la kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Mwamuzi wa kimataifa kutoka nchini Somalia, Omar Abdulkadir Artan, anatarajiwa kuweka historia siku ya kesho baada ya kuteuliwa kuwa mwamuzi wakati wa mchezo wa UEFA Super Cup kati ya mabingwa wa Ulaya PSG dhidi ya mabingwa wa Europa Aston Villa utakaopigwa mjini Salzburg nchini Austria. Artan mwenye umri wa miaka 34 atakuwa mwamuzi wa kwanza kutoka nje ya bara la Ulaya kuchezesha mchezo wa UEFA Super Cup, hatua inayochukuliwa kuwa mafanikio makubwa kwa Somalia na soka la Afrika kiujumla. Katika mchezo huo, Artan atasaidiwa na waamuzi wasaidizi Liban Ahmed kutoka Djibouti na Stefan Yembe kutoka nchini Kenya, huku Marco Di Bello wa Italia akiwa mwamuzi kwenye VAR. Uteuzi huo unakuja baada ya Artan kukosa nafasi ya kuchezesha kombe la dunia mwaka huu nchini Marekani, licha ya kuwa alikuwa miongoni mwa waamuzi walioteuliwa katika mashindano hayo. Artan tayari ameandika historia barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na pamoja ametajwa kuwa miongoni mwa waamuzi bora barani Afrika kwa sasa. Kenny Marila, Channel 10 Michezo.
Asante Kenny Malila, journalista Mario Fio kwa kutujuza habari za michezo katika anga la kimataifa, na kufikia hapo hatuna zaidi kutoka kwenye habari za michezo na burudani, lakini ndio mwisho wa habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa niaba ya Edwin Komba pamoja na Habiba Mfaume, mimi ni Eden Bahati, ni kuacha na utabiri wa hali ya hewa. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa usiku wa leo, ambapo tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuendelea kuwa na hali ya ukavu. Lakini pia hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Na viwango vya chini vya joto ni kama vinavyoonekana katika ramani yetu. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 20 hadi 23. Maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 17 hadi 20. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 14 hadi 16. Na magharibi mwa nchi yetu, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 16 hadi 19. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 10 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.